Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Nikukaribisha vyema kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Jina langu ni Fatma Hassan, karibu. Serikali wilayani Bukombe mkoani Geita imejenga jengo la kisasa la wodi ya wazazi lenye mazingira yanayomwezesha mama mjamzito kuwa na mwenza wake wakati wa kujifungua, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuboresha huduma ya afya ya uzazi. Tupate taarifa kamili. Kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Geita imetembea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo katika hospitali ya wilaya Bukombe, na litakapokamilika litakuwa na uwezo wa kuhudumia wanawake 40 kwa wakati mmoja. Huduma za uzazi katika wilaya yetu zitakuwa zimeboreshwa, ambapo mama ataweza kujifungua akiwa na mwenza wake. Kwa hiyo napongeza sana Mheshimiwa Rais, nadhani kila siku anawaza mambo mapya mazuri. Mbali na mradi huo, kamati hiyo imekagua miradi mingine ya maendeleo wilayani Bukombe, ikiwemo ofisi ya mkurugenzi, afya, miundombinu ya barabara, na ikiwa katika jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya hiyo linalojengwa kwa thamani ya bilioni 3 ikapokea taarifa. Kazi ambazo zimebakia ili mradi kukamilika ni pamoja na ufungaji wa milango, ufungaji wa madirisha, mifumo yote ya services. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuleta fedha kwa ajili ya uboreshaji wa mazingira ya kufanyia kazi kwa viongozi na watendaji wa serikali. Lengo kubwa ni kupata mahara penye mazingira mazuri. Mkoa wetu ndio tunahitimisha, kila unapokwenda unakuta kuna mambo yamefanyika mapya kabisa na ni mazuri kabisa. Kwa mkoa tukupongeza, tukushukuru sana kwa kuwasimamia watumishi wetu walio chini yako. Kutoka Bukombe, mimi ni Mrisho. Asante Mrisho Sadiki. Ofisi ya makamu wa rais Muungano imeipongeza kampuni ya Africa Media Group AMGL inayomiliki vituo vya Channel 10, Channel 10 Plus, Magic FM na Radio Classic kwa namna inavyotoa elimu kwa umma kuhusu utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo suala la muungano. Mwanahabari wetu ameandaa taarifa kamili. Pongezi hizo zimetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa idara ya muungano katika ofisi ya makamu wa rais Daktari Juma Mohamed Salum alipokutana na kufanya mazungumzo na uongozi wa Africa Media Group, Uhuru Publication na People's Media Communication wakiongozwa na mkurugenzi wake Dennis Msaki kwa lengo la kuimarisha ushirikiano. Daktari Juma amesema muungano wa Tanganyika na Zanzibar umeendelea kuimarika siku hadi siku, ambapo mwaka huu umefikisha miaka 62 tangu ulipoasisiwa Aprili 26 mwaka 1964, na kueleza kuwa vyombo vya habari vina nafasi kubwa ya kuendelea kutoa elimu ya muungano hasa kwa vijana. Tumepata mapokezi mazuri hapa, mimi na wenzangu, kwa dhamira ya kuja kuimarisha ushirikiano na zaidi kuangalia maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi katika kutoa elimu kwa umma kuhusiana na muungano, ambao muungano wetu kwa mwaka huu umetimiza miaka 62. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa dhamira ya kuja kuendeleza mashirikiano na kuona maeneo ambayo Africa Media Group inaweza ikatusaidia na kutuunga mkono katika jukumu la kutoa elimu kwa umma, hususan kwa vijana wa kizazi cha leo kuhusiana na muungano wetu ambao ni muungano wa kipekee. Kwa upande wake, Dennis Msaki amemshukuru mkurugenzi huyo pamoja na timu yake kwa kuitembelea Africa Media Group, ambapo amesema vyombo vya habari vilivyopo chini ya kampuni hizo vitatoa ushirikiano wa dhati kwa ofisi ya makamu wa rais katika kutoa elimu kwa umma kuhusu muungano kupitia makala na vipindi mbalimbali. Esther Mtebe, Channel 10. Asante Esther Mtebe. Wazee wa mila wa koo 12 za Wakuria wilaya ya Tarime
mkoani Mara umewataka vijana nchini kutokubali kutumiwa katika vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani ya taifa, huku wakimwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea na ajenda ya maridhiano kwa kuzingatia ombi la kumwachia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Musa Makale anaripoti kutokea Mara. Hawa ni wazee wa mila kutoka koo 12 za Wakuria hapo wilayani Tarime mkoani Mara. Kikao hiki si cha kujadili mambo ya kimila, la hasha. Wamekutana hapa kwa maslahi ya taifa Tanzania, au kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake kwa kusimamia na kudhibiti vitendo vya uvunjivu wa amani, na sasa amani ipo ya kutosha hapa nchini kwetu. Morris Mgosi ndio aliyepewa jukumu la kutoa kauli ya wazee hao kwa wilaya Tarime, na hapa anapongeza serikali kusimamia amani iliyopo nchini kwa sasa. Na onyo katika andiko hili linatoka kwa vyama vya upinzani kuacha kuwabeza viongozi na kumtolea maneno yasiyofaa rais aliyeko madarakani, kwani huo sio utamaduni wa Kitanzania. Jana hapa hawa ni wazee Na waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka amewataka vijana nchini kujenga utamaduni wa uaminifu, kufanya kazi kwa bidii na ubora, pamoja na kutunza sifa njema, hali ambayo itawasaidia kufikia mafanikio ya kiuchumi na kutimiza ndoto zao za maisha. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Waziri Nanauka ameyasema hayo katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wakati wa hafla ya kukabidhi vyeti kwa vijana 190 waliohitimu mafunzo ya udereva wa bajaji na bodaboda. Mafunzo hayo yamefadhiliwa na mbunge wa jimbo la Makambako ambaye pia ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo. Vijana wengi wamekosa fursa kwenye maisha yao kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanadanganya vitu vingi. Hata mimi kwenye mchakato wa mikopo nimekutana na vitu vingi. Kuna watu wamekosa fursa kwa sababu tu ya uongo. Kwa kikubwa ni swala la uaminifu, afanye marejesho ili ufungue milango kwa wenzako pia kuweza kupata. Kwa hiyo tuwe nafasi hii kuwakumbusha. Ninyi ni vijana, lakini vijana sio wakudumu. Si ndio? Lakini ninyi ni jeshi kubwa la uchumi. Katika hafla hiyo, taarifa ya utekelezaji wa mafunzo ya udereva ilieleza kuwa wahitimu 190 wamepatiwa mafunzo ya nadharia. Mheshimiwa mbunge yeye mwenyewe amedhamiria kuwagharamia vijana hawa kupata leseni wote. Kwa hivyo mwezi wa 8 baada ya zoezi leo utakalolifanya wewe, mwezi wa 8 yeye atawakabidhi leseni. Nao baadhi ya vijana wameishukuru serikali na wadau waliofanikisha mafunzo hayo. Vijana ni wengi walioteji bajaji, pamoja kwa tumesaidiwa sana, lakini wako tayari kulipia asilimia kiasi ili waweze kupata mikopo. Niko mimi na wenzangu watatu tulikuwa tunaanza kuanzisha kampuni ambayo itakuwa inatoa ulinzi wa taarifa za mtandaoni, lakini tumeshindwa kulingana na kutokuwa na mtendakazi. Kama tukipata kibali, tunaomba utusaidie katika hili sana. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick. Bunge nchini Ufaransa limepitisha muswada unaoruhusu watu wazima wenye magonjwa yasiyotibika kudungwa sumu ya kuwasaidia kufa kwa lengo la kufupisha mateso yao, ambapo umepita kwa kura 291, ingawa bado haujawa sheria rasmi kutokana na utahitaji mapitio ili kubaini ikiwa haikiuki katiba ya Ufaransa. Muswada huo umepitishwa jana Jumatano, uliowasilishwa na utawala wa Rais Emmanuel Macron, na ni takribani miaka mitatu umekuwa ukijadiliwa bungeni, hasa kuhusu huduma hiyo ya kimatibabu ya kusitisha maisha ya mgonjwa aliyekata tamaa. Kulingana na makadirio mbalimbali, watu milioni
300 duniani kote huomba huduma hiyo inayofahamika kwa Kiingereza kama itanasha, ambayo huruhusiwa kwa kuzingatia masharti kadhaa, ambapo baadhi ya mataifa ni kama Ulaya, Ubelgiji na Uholanzi yanaruhusu huduma hiyo ya kufupisha maisha kwa watu wenye magonjwa yasiyopona na wanaoteseka kupita kiasi. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari, na sasa tuelekee huko mkoani Arusha. Safari za mamia ya wagonjwa wa moyo kutoka kanda ya kaskazini kwenda jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu sasa zinatarajiwa kupungua baada ya kuzinduliwa teknolojia ya kisasa ya DOS katika hospitali ya ALMC Seliani yenye uwezo wa kubaini magonjwa mapema na kufuatilia magonjwa hata wakiwa majumbani. Mwanahabari wetu Jamila Omar anaarifu zaidi. Teknolojia hiyo mpya ni hatua ya kuimarisha huduma za uchunguzi wa kisasa na kuwezesha wananchi kupata huduma za matibabu mapema na karibu na maeneo wanayotoka. Uzinduzi huo umefanyika jijini Arusha kwa ushirikiano kati ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI na kambi maalum ya afya iliyoandaliwa na mbunge wa jimbo la Arusha Paul Makonda, ambapo kupitia kambi hiyo mamia ya wananchi walipata huduma za uchunguzi na matibabu ya kibingwa bila malipo. Wangu amenufaika kupata vipimo, hatukujua anaumwa nini, lakini sasa tumegundua mtoto wangu ana tundu kwenye moyo. Kwa makambi haya mtoto wangu anapofanikiwa, namshukuru sana Mungu na washukuru sana watumishi hawa. Akizungumzia umuhimu wa teknolojia hiyo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Dr. Peter Kisenge amesema shuka la dozi limewezesha wataalamu wa afya kuwafuatilia wagonjwa wakiwa majumbani kwa kupima viashiria muhimu vya afya. Shuka hili limetengenezwa kwa akili munde au artificial intelligence. Kwa hiyo linachukua hizo pressure za mgonjwa, oksijeni ya mgonjwa, jinsi ya mgonjwa anavyopumua. Inakusanya hizo information na inazipeleka, ambapo nesi ambaye yuko labda kwenye hospitali ya Seliani ataona kwenye skrini kwamba yule mgonjwa labda yuko Kisongo, nyumba fulani, pressure zake zimeshuka. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Arusha ambaye pia ni waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Paul Makonda amesema kuanzishwa kwa huduma hizo za kibingwa katika hospitali ya Seliani kutapunguza gharama na usumbufu kwa wananchi waliokuwa wakisafiri umbali mrefu kufata matibabu ya moyo. Na hao wote naomba kuja hapa itakuwa ni hospitali za kikanda, manake JKCI sasa hivi ikiwepo hapa, manake wa Manyara, wa Kilimanjaro, wa wapi mpaka Tanga, hii ndio branch yao. Huduma hiyo mpya inatarajiwa kuimarisha upatikanaji wa huduma za kibingwa za magonjwa ya moyo kanda ya kaskazini, huku matumizi ya teknolojia ya DOS yakitarajiwa kuongeza ufanisi wa ufuatiliaji wa wagonjwa na kusaidia kugundua mapema changamoto za kiafya. Jamila Omar, Channel 10. Na utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030 mkoani Ruvuma sasa unaingia katika hatua mpya baada ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi na serikali kuweka mkakati wa pamoja wa kusimamia kwa karibu miradi ya maendeleo na matumizi ya fedha za umma. Taarifa ya Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma inafafanua zaidi. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Ruvuma Odo Kirian Mwisho amesema ushindi mkubwa uliopatikana katika uchaguzi umeipa CCM ridhaa ya kuongoza serikali. Hivyo kipaumbele sasa ni kuhakikisha ahadi zote zilizotolewa kwa wananchi zinatekelezwa kwa vitendo, akibainisha ushirikiano wa karibu kati ya chama na serikali utaharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuhakikisha inakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyokusudiwa. Isije ikatokea jambo linatekelezwa kwenye eneo la jimbo la serikali, watendaji hawampi taarifa mbunge. Mbunge ni muhimu apewe taarifa. Kwa upande wake, katibu wa CCM mkoa wa Ruvuma Mohamed Ali amewataka viongozi kuzingatia maadili, miiko ya uongozi, uwajibikaji, akisisitiza kuwa uadilifu ni msingi wa utawala bora na silaha muhimu katika kupambana na rushwa. Wako baadhi ya viongozi sasa hivi anakaa
kwenye nafasi yake, ana mamlaka, unatokea tatizo, anakwenda kwenye mitandao ya kijamii. Ndugu mwenyekiti, huu ni mmong'onyoko mkubwa wa maadili ya viongozi. Aidha, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi amesema serikali imeendelea kupeleka zaidi ya shilingi bilioni 377 kwa ajili ya miradi ya maendeleo mkoani humo. Hivyo viongozi wana wajibu wa kuhakikisha kila fedha inaleta matokeo yanayogusa maisha ya wananchi. Niwashukuru tena waheshimiwa wabunge kwa sababu wao walikuwa ni sehemu ya kupitisha bajeti ya serikali ya trilioni 62, bajeti ambayo pia imesababisha bajeti za mikoa yetu ikiwepo mkoa huu bilioni 377 kupita, na hivyo kwenda kuongeza kasi ya maendeleo katika miradi hii ya maendeleo na miradi ya kimkakati. Kutoka hapa katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma panapofanyika mkutano huu maalumu wa Chama cha Mapinduzi, mimi ni Yusuf Kayanda wa chama. Serikali imeelekeza wakala wa barabara Tanzania TANROADS kutumia maabara zake za kisasa kwa kushirikiana na sekta binafsi pamoja na taasisi za elimu ya uhandisi ili kuongeza mapato, kuboresha huduma za kitaalamu na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha upimaji wa vifaa vya ujenzi na barabara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Amani Mbando anaripoti. Maelekezo hayo yametolewa na Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya alipokagua maendeleo ya ujenzi wa makao makuu ya TANROADS jijini Dodoma, ambapo amesema serikali imefanya uwekezaji mkubwa ambao unapaswa kuleta tija kupitia matumizi ya teknolojia na ushirikiano na wadau mbalimbali. Injinia Kasekenya amesema katika kuelekea utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, taasisi za umma zinapaswa kutumia rasilimali zilizopo kuongeza ufanisi wa huduma na mapato, huku maabara za TANROADS zikiwa na uwezo wa kutoa huduma za kitaalamu na kibiashara kwa taasisi za ndani na nje ya nchi. Kwa sababu mna maabara za kisasa, mkawa pia ni tegemeo la barabara za nchi zinazotuzunguka, na hicho kitawezekana tu endapo mtaamua kupanua kwanza taaluma yenu, pili kupanua maabara, lakini pia kushirikisha sekta za nje ambazo zitawapa uwezo na mkawa ni watu ambao mko bora katika eneo hilo. Na mwisho wa siku unaweza ukashangaa ni taasisi ambayo ina uwezo wa kujiendesha baada ya kutegemea serikali iendeshe, kwa sababu kazi mnazofanya nyingi, mkifanya kazi pia za watu binafsi na kazi za nje, kuna nafasi kubwa ya kuweza kujiendesha. Aidha, ameitaka TANROADS kuhakikisha viongozi na watumishi wanaopaswa kuhamia makao makuu ya nchi wanakamilisha uhamisho wao ifikapo mwisho wa mwezi Agosti mwaka huu, huku akimtaka mkandarasi CRJE East Africa Limited kuongeza kasi ya ujenzi ili mradi huo ukamilike kwa wakati. Kwa upande wake, meneja wa TANROADS mkoa wa Dodoma Mhandisi Zuhura Amani amesema ujenzi wa makao makuu hayo wenye thamani ya shilingi bilioni 49.72 umefikia 85% na unatekelezwa na CRJE East Africa Limited chini ya usimamizi wa Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Limefikia asilimia ya juu zaidi ya 90%, na hii ilikuwa ni kutokana na ule mpango wa serikali wa kuhamishia taasisi zote makao makuu ya nchi, na sisi TANROADS tayari kuna watumishi takriban 220 wameshahamia Dodoma na jengo hili limeandaliwa. Kazi zilizobakia ni chache na ndani ya siku 14 zilizobakia mkandarasi anatarajia kukamilisha kazi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante Amani Mbando. Tukiangazia huko Tehran, Marekani imezidisha mashambulizi nchini Irani kwa kulenga vituo vya kijeshi, huku Teherani nayo ikijibu kwa kushambulia mataifa ya Jordan, Kuwait na Bahrain ambayo ni washirika wa Marekani. Msemaji wa jeshi la Iran amesema kuwa itasambaratisha miundombinu ya kikanda huko Mashariki ya Kati ikiwa Marekani itashambulia maeneo muhimu ya Iran baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa iwapo Teherani haitarejea kwenye meza ya mazungumzo, Marekani itashambulia vikali miundombinu ya umeme na madaraja ya Iran. Pakistani ambayo ni mpatanishi wa mzozo kati ya Marekani na Irani imezihimiza nchi hizo kuendelea na mchakato wa mazungumzo na kusema kuwa makubaliano ya Islamabad yanasalia
kuwa nguzo ya kudumisha amani ya kudumu, heshima ya pande zote na ustawi wa pamoja. Uvamizi wa tembo unaoendelea kuharibu mashamba na miundombinu ya maji katika kata ya Mswakini wilayani Monduli umemlazimu mbunge wa jimbo la Monduli Isaac Joseph kuiomba Wizara ya Maliasili na Utalii kuingilia kati kwa kuweka suluhisho la kudumu kwa wananchi wanaoishi katika eneo hilo. Turudie kwake Jamila Omar. Mbunge wa jimbo la Monduli Isaac Joseph ametoa ombi hilo wakati wa mwendelezo wa ziara yake ya kuwashukuru wananchi kwa kumpigia kura yeye pamoja na Mheshimiwa Rais, akieleza kuwa Mswakini unapitiwa na korido ya wanyamapori kutoka hifadhi ya Tarangire kuelekea Ingaruka hadi Ngorongoro, hali inayochochea migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Tuone ni jinsi gani serikali inatengeneza mazingira ya kuweka magari ili iwasaidie wananchi kwenye kero ya wanyama kwenye mashamba yao. Hata hilo bwawa tukilirekebisha itakuwa ina uafadhali kwamba wanyama nao watatumia na mifugo yetu watatumia, na itaondoa kero ya wanyama kwenda kuharibu mabomba, kwa sababu tayari kuna sehemu wanyama watakapo kwenda kupata maji. Na nafikiri mimi nilibebe kwa uzito huo, nitapeleka na wizara wenzetu ya maliasili itusaidie, kwa sababu tuna share kwamba mifugo watakunywa lakini na wanyama nanyo watakunywa. Akizungumzia hali hiyo, afisa maliasili wa wilaya Monduli Natasho Msuya amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kusema serikali inaendelea kushirikiana na wananchi kupitia mipango ya matumizi bora ya ardhi pamoja na kuimarisha hifadhi za jamii ili kupunguza athari za uvamizi wa wanyamapori. Jamii inaweza ikashiriki kwa namna nyingi. Mojawapo ni mipango bora ya matumizi ya ardhi, ambao katika mipango bora ya matumizi ya ardhi wananchi wa Mswakini ni mashahidi. Kwa pamoja mlikubali kuanzisha pori la hifadhi ya jamii la Randileni, ambao kiuchumi vile vile linatusaidia. Lakini katika pori la hifadhi ya jamii ya Randileni pale na wenyewe tunashiriki katika kupunguza vitisho dhidi ya wanyama hususan tembo. Wakati huo huo, wananchi wa kijiji cha Mswakini wameiomba serikali kulitafutia matumizi shamba la Naitolia lililopo kitongoji cha Ingusero lenye ekari 300, wakidai kutotumika kwake kumegeuka kuwa maficho ya wanyamapori. Kizungumziwa au ikifanyiwa maendeleo ilikuwa ni mwaka 2000 mpaka leo hii ni 2026, haijawahi kuendelezwa. Imekuwa msitu, imekuwa ikitufugia wanyama. Adhai yote inayozungumziwa kuhusiana na swala la wanyama na mashamba, chanzo kikubwa ni ardhi ile. Jamila Omar, Channel 10, Monduli, Arusha. Wabunge wa mkoa wa Ruvuma wameibua wasiwasi kuhusu tayari wa mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya Songea hadi Lutokira yenye kilomita 100 pamoja na Songea bypass yenye kilomita 16 wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 150, wakitaka serikali kuhakikisha mradi huo unatekelezwa kwa ubora na kwa kutumia mitambo yenye uwezo unaostahili. Taarifa yake Yusuf Kayanda. Licha ya serikali kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 150 katika ujenzi wa barabara hii ya kutoka Songea kuelekea Lutikira, lakini bado hofu ya wabunge imekuja kutokana na uwekezaji wa mitambo hii ambayo inaonekana hapa nyuma, ambayo kwa sasa hivi bado inafanyiwa ukarabati hapa. Wamemtaka mkandarasi sasa kuhakikisha analeta mitambo mipya ili kuendana na kasi ya ujenzi wa barabara hii. Lakini nimeangalia tu kwamba hata nikiona ile ambayo limefungwa na kamba kabisa, ni hofu yangu ni kwamba ukitumia vifaa kama hivi ambavyo pengine vimechoka, labda vinatakiwa kufanya marekebisho mara kwa mara, je, havitachangia kuchelewesha huu mradi wetu? Kwa nini au ni sababu gani inayosababisha hivi vifaa visikamilike? Kwa sababu tunaona crusher iko hapo lakini haijaunganishwa. Kwa hiyo mimi nikuombe sana, kwa sababu tuna uhitaji mkubwa na huu mradi. Akizungumza kuhusu hatua ya utekelezaji wa mradi huo, meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma mhandisi Saleh Juma amesema hadi sasa ujenzi umefikia 10%, huku kazi mbalimbali zikiendelea kwa mujibu wa ratiba na usimamizi ukiimarishwa ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa ubora na kwa wakati.
na nilisema progress ya mradi sasa tunaikadiria kwa 10%, kwa maana sasa tunahesabu pia kwa maana mitambo iliyoletwa site, wataalamu walioletwa site na kazi chache ambazo zimeanza ambazo tumeziona kule za site clearance ya mradi, na kule barabara bypass pia tumeona zile kilomita 3 ambazo tayari ameanza kufanya site clearance. Kwa hiyo mradi huu unakadiriwa kufika hapo kwa kuunganisha vitu vyote hivi, kwa maana kuanza mobilization ambayo imefika zaidi ya 50%. Hata hivyo, katika majadiliano baina ya pande hizo mbili, mkandarasi amesema hakuna sababu ya hofu, kwani mitambo mipya na ya kisasa tayari imewasili bandari ya Mtwara na ndani ya siku 10 zijazo itakuwa imefika eneo la mradi, hatua itakayowezesha kazi za ujenzi kuendelea kwa kasi na kwa viwango vinavyotarajiwa. Kutoka hapa katika kambi hii ya Gumbilo ambayo mkandarasi ameweza kuijenga hapa kwa ajili ya utekelezaji wa barabara ya Songea mpaka Lutikira. Mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Asante Yusuf Kayanda kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi Zanzibar limesema kuanzishwa kwa mahakama maalum ya kusikiliza mashauri ya udhalilishaji kumechangia kupungua kwa matukio ya ukatili wa kijinsia visiwani humo kutokana na kuharakishwa kwa upatikanaji wa haki kwa waathirika na hatua kali zinazochukuliwa dhidi ya wahusika. Masanja Mabula kutoka kisiwani Pemba ameandaa taarifa kamili. Pongezi hizo zimetolewa na mkuu wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto makao makuu ya jeshi la polisi Zanzibar, SP Ali Mohamed Othmani, wakati wa kikao cha kujadili ujio wa watendaji wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto kutoka mikoa yote ya Tanzania katika mkoa huo. Lazima tuchukue fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Nyinyi nyote ni mashahidi wa hili. Alipoingia madarakani, yeye ndio rais wa kwanza alikuja kuanzisha mahakama maalum ya kushughulika na mambo hayo ya udhalilishaji. Mkutano huo umeongozwa na mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya, ambaye amesisitiza jamii kushiriki kikamilifu katika kulinda ndoto za vijana kwa kuwaepusha na vitendo vya ukatili na unyanyasaji. Watoto wetu wana malengo, wana ndoto zao zinakatishwa. Twendeni tukazisimamie ndoto za vijana. Mwakilishi wa kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Pemba Nestor Didi atumia mkutano huu kuwaita akina baba kuripoti vitendo vya ukatili wa kijinsia wanaofanyiwa na wenza wao. Hili dawati linaloshughulikia ukatili wa jinsia, ulinzi wa mtoto, sio kwa ajili ya kina mama tu. Kuna akina baba mnapokea vichapo. Ukisema unapata nafuu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na bunge la Ukraine limepitisha serikali mpya ya wakati wa vita, ikiwa ni baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, ambapo mabadiliko hayo ni ya pili tangu kipindi cha mwaka mmoja. Aliyekuwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov, nafasi yake imechukuliwa na waziri wa mambo ya ndani Ihor Limenko, ambaye ni mtaalamu wa teknolojia na amekuja na mikakati ya kufanya mageuzi makubwa ndani ya jeshi la Ukraine ili kuwa na kikosi chenye ufanisi zaidi. Kupitia mabadiliko hayo yamepelekea maelfu ya umma kupinga uamuzi wa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov, hasa wakati huu nchi hiyo ikikabiliana vikali na Urusi. Na kwa taarifa hiyo basi inatupa nafasi ya kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.